Kutoka mkoani Kagera. Serikali imewasilisha mapendekezo ya mpango wa kiwango cha ukomo wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2016-2017 pamoja na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka ujao wa fedha, ikiwa ni maandalizi ya mkutano wa 3 wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utakaofanyika baadaye mwezi huu. Akiwasilisha mapendekezo ya mpango wa kiwango cha ukomo wa bajeti kwa mwaka 2016-2017 jijini Dar es Salaam, Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango amesema zaidi ya shilingi trilioni 29.5 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika kipindi hicho. Taarifa zaidi anasimulia mwandishi wetu Gania Jumbe. Mkuu Kassim Majaliwa akiwasili katika ukumbi jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuongoza kikao cha wabunge wote mahususi kwa ajili ya kupokea uwasilishaji wa mapendekezo ya mpango wa kiwango cha ukomo wa bajeti kwa mwaka 2016-2017 pamoja na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2016-2017. Waziri Mkuu Majaliwa amefungua kikao hicho kwa kuwapongeza wajumbe kwa kazi walizozifanya katika kamati zao. Kwanza niwapongeze kwa kazi mzuri mlizozifanya kwenye kamati ambazo zimeendelea mpaka jana. Katika kipindi chote hiki wabunge mmeendelea kufanya kazi yenu vizuri, na leo hii tumekuja kwa ajili ya jambo ambalo tunalo mbele yetu, ikiwa ni maandalizi ya kuanza kikao chetu cha bunge. Spika wa bunge Job Ndugai amewasilisha maelezo ya awali na kusema kuwa kikao hicho ni cha kupokea mapendekezo ya bajeti na mpango wa maendeleo ya taifa. Naielekeza kamati ya bajeti sasa kwamba mara baada ya mkutano huu yenyewe ijipangie ratiba nzuri ya kuanza kuyafanyia uchambuzi mapendekezo yaliyowasilishwa ili kuzishauri vyema kamati mbalimbali za bunge. Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango amewasilisha mapendekezo ya mpango wa kiwango cha ukomo bajeti kwa mwaka 2016-2017 na kusema kuwa jumla ya trilioni 29.539 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika kipindi hicho. Kwa kuzingatia shabaha na sera za bajeti kwa mwaka 2016-17, sura ya bajeti inaonyesha kuwa jumla ya shilingi trilioni 29.539 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika kipindi hicho. Jumla ya mapato ya ndani ukijumuisha mapato ya halmashauri yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 18.463. Awali Waziri wa Fedha na Mipango aliwasilisha mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2016-2017 na kuelezea maeneo yaliyozingatiwa katika maandalizi ya mpango huo. Kwanza ni mpango wa pili wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2016-17 mpaka 2020-2021, lakini pia maamuzi ya serikali ya kuunganisha mfumo wa mpango wa maendeleo wa miaka mitano na mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini Tanzania, yani mkukuta wa pili. Baadhi ya wabunge wamezungumzia uwasilishaji huo wakisema ni hatua nzuri kwa serikali awamu ya 5. Serikali imeongeza matumizi kwenye bajeti ya maendeleo. Ile threshold ya bajeti ya maendeleo kupandishwa mpaka 40% kwa ratio ya 40/60, kwamba matumizi ya kawaida ya serikali yanakuwa ni 60%, matumizi ya maendeleo ni 40%. Hii ni hatua muhimu kwa sababu ina maana kama ikitekelezwa kama ilivyotangazwa, ina maana miradi mingi ya maendeleo itaweza kukamilika kwa wakati, na hili ni jambo jema. Mpango hasa wa viwanda ambao wa kutumia malighafi ya Tanzania kwa wakulima ni ajira kubwa sana kwa Tanzania. Hilo ambalo serikali imeshatia msukumo sana sasa hivi kwa upande wa viwanda, na nategemea uchumi wa viwanda kama tulivyotegemea kwa itakuwa nchi ya viwanda. Mpango wa bajeti kama tutausimamia vizuri
tutakuwa na nidhamu katika matumizi, tutapunguza yale matumizi yetu ambayo ni anasa. Naamini kwamba kwa mpango ulivyo na bajeti ambayo inaandaliwa tutafikia malengo ambayo tunakusudia kama taifa. Kikao cha bunge la bajeti ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinatarajiwa kuanza tarehe 19 mwezi huu. Ghania Jumbe, TBC, Dar es Salaam.